tunao ufahamu ambao haufai, lakini anapotutengeneza, anapotukusanya ni kwa ajili ya kutupatia kiwango cha ufahamu unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mara nyingi nasema, kama kweli unamtaka Mungu aliye hai, lazima ujue kusimama kwa kiwango ambacho yeye anasema, si kwa kiwango ambacho wewe unafikiri, kwa kiwango ambacho yeye anataka, si kwa kiwango ambacho wewe unataka. Kwa ni vizuri pia kuwa makini sana katika kila hatua ambayo Mungu ameamua kukufundisha, ameamua kusema na wewe, ameamua kukuambia, kwa sababu kile unachosikia kwa Mungu huwa hakifi na huwa hakifutiki na huwa hakipotei. Chenyewe kimebeba kweli ya Mungu. Kwa hiyo usiposimama kwa kiwango ambacho Mungu anakufundisha, bado huwezi kufika mahali ambapo Mungu anataka uweze kufika. Lakini huwezi kukipata unachokitaka kutoka kwa Mungu. Unachokitaka kutoka kwa Mungu hakiko nje ya mafundisho anayokufundisha. Unachokitaka kutoka kwa Mungu hakiko nje ya anachokuambia, kimebebwa na anachokuambia ili kukufikia. Kwa kiwango cha neno lake linavyokufikia, ndivyo majibu yake yatakavyokufikia. Vitu huwezi kupokea na huwezi kuvipata kama hautasimama kwa nguvu zote ambazo Mungu anakupatia kusimama. Kama kakisu kalibovu, wewe ambaye wewe unapata neema ya kusogea kwenye hii madhabahu, kama ya ayanakate para kasile kuka kisai kama obakipe sekete ekrepa akasu okoniketa krasushaka akasile kata. Moja ya vitu tunavyotakiwa kuelewa, nafasi ya Mungu haiendeshwi kwa mawazo alionayo mtu, kwa fikra alizonazo mwamini, ila fikra alizonazo mwamini zinaendeshwa na fikra alizonazo Mungu. Akili alizonazo mtu aliyeko ndani ya kanisa zinaendeshwa na Roho wa Mungu, haziendeshwi na mtazamo aliona. Bwana Yesu asifiwe. Sije mkahangaika. Ni mtumwa wa Mungu unayepaswa kusimama kwa kiwango ambacho bosi wako anataka. Bosi wako anataka, si kiwango ambacho wewe unafikiri kutembea nacho, si kiwango ambacho wewe unafikiri kwenye akili za kwako, si kiwango ambacho wewe unafikiri kwenye uelewa wako. Lazima ujue kipo kiwango cha binadamu na kipo kiwango cha kiungo ambacho Mungu anataka utembee nacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ziko fikra za kibinadamu, lakini ziko fikra za kiungo ambazo mbingu zinataka. Na ndio maana Yesu anasema duniani kama mbinguni. Wanawake, fikra za mbinguni lazima ziwepo duniani. Akili za mbinguni lazima zifanye kazi duniani. Na kama zitafanya kazi duniani, watu walioko katika dunia wataishi kwenye ubinadamu kama wanyama. Kama wanyama. Kama wanyama. Kama wanyama wasio na ufahamu. Kama wanyama
wanyama wasioelewa kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nimekuwa nikizungumza kwa habari ya namba 7. Nikasema namba 7 imebeba utakaso wa kanisa na vitu, wa kanisa na siku. Kwa sababu unaweza ukawa unaishi kwenye siku ambazo zimetamkiwa laana. Unaweza ukawa unaishi kwenye miaka ambayo imekusha haribiwa. Na watu wengi nilikwambia hawaishi kwenye miaka ya kwao, wanaishi kwenye miaka ya babu zao. Na ndio maana kilichowatokea babu zao kinawatokea na wao, kilichowatokea shanga zao kinawatokea na wao, kilichowatokea wajomba zao kinawatokea na wao. Kwa sababu wanaziishi siku za kwao, hawaziishi siku zao ambazo Mungu amewapatia kutokana na nyakati walizonazo, kutokana na wakati ambao Mungu amewapatia wao kuishi. Utasimama kwa kiwango cha namba 7 ambao ni agizo la Mungu, ambao ni sheria ya Mungu, ambao ni utaratibu wa Mungu, unaweza ukakaa miaka nenda rudi usikutane na Mungu wa kweli, ukakutana na miungu ukifikiri umekutana na Mungu. Kwa sababu kuna kukutana na miungu kufikiri umekutana na Mungu, na kuna kukutana na Mungu wa kweli. Kwa sababu ukikutana na miungu wa ubadiliki, unakuwa na tabia zile zile, unakuwa na ufahamu ule ule, unakuwa na uelewa ule ule, lakini unajikuta unaishi kwenye akili za kibinadamu, hauishi kwenye akili za kiungu. Unaishi kwenye akili ambazo hazina uwezo wa kukutoa, lakini hazina uwezo wa kukufanya ufanikishe ulilotaka kufanikiwa. Ufanikishe baadhi ya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunawapenda leo hapo ndani ya kanisa, akilala na hata yupo kijijini kwao, hawezi akaona yupo alipo, kwa sababu bado anaishi maisha ya kule kijijini, haishi maisha yaliko, haishi maisha ya aliko. Na ndio maana havioni vya aliko, anaviona vile vilivyoko kule. Haoni maeneo yaliyopo, anaona maeneo ya kule kwao, kule kijijini, au kule aliko hapa, au kule kwenye biashara aliyotoka. Haoni yaliyoko kwenye biashara aliyonayo. Shida sio kwa sababu kuna miungu ya kwao, ni kwa sababu anaishi sawasawa na taratibu zile kule, sio zilizopo mahali alipo, sio zilizopo kwenye wakati aliopo. Na ndio maana maandiko yanasema huku mkiukomboa wakati. Neno kuukomboa wakati, manake wakati unaweza ukatekwa, wakati unaweza ukaibiwa, wakati unaweza ukachukuliwa. Na ndio maana pasema simama sawasawa ili ukiukomboa wakati, manake wakati wako unaweza ukabebwa ukaachiwa wakati ambao sio wa kwako kabisa, sio wa kwako kabisa, ambao unaweza kukufanya ufanikiwe kutokana na wakati uliopo, kukufanya uwe na nguvu kutokana na wakati uliopo, kukufanya ubarikiwe kutokana na wakati uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana wewe hauishi kwenye wakati ule wa wazee. Leo kuna watu wanaishi kwenye wakati ule wa wazee. Hakika nakwambia kazi hakuna. Wazee walitegemea kilimo na ufugaji basi. Wamaliza kukuwa na fursa nyingi za kibiashara, lakini hakukuwa na watu wengi kama sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikikumbuka miaka ile tulikuwa tunapita humu tunafukuza sungura. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja humo ng'ambo ama kulikuwa na ligiligi tu. Lakini tulikuwa tunachunga ng'ombe sababu tunafanya tunachofanya. Ulikuwa ni wakati wa kwao, haukuwa wakati wa kwetu. Kwa hiyo wakati wa kwetu sisi maeneo ya kwao waliochungia kumekuwa na ng'ombe watu wanaishi. Bwana Yesu asifiwe.
Wanyama au sungura waliokuwepo kwenye hayo maeneo walishaondolewa, wamebaki binadamu. Kwa zimekuja fursa za kibinadamu, ambao wamekuja watu ambao kila mmoja na mbaraka wa mtu, kila mmoja na mafanikio ya mtu, kila mmoja na hekima ya mtu, kila mmoja na maarifa ya mtu, kila mmoja akiwa na ufahamu wa mtu. Wao waliishi watu wakiwa mbali, lakini sisi tunaishi tukiwa na watu ambao wapo karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapozungumza kwa namba 7 inatakasa, manake lazima iondoe ufahamu uliowadumaza wao, ufahamu uliofanya wao wawe kama walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa na mabaya, lakini pia walikuwa na mazuri. Walikuwa na mabaya, lakini walikuwa na mazuri. Na ndio maana walikuwa wanaweza wakatunza mali zao. Yuko tayari kutembea pepo kwa ajili ya jambo lake. Na ndio maana wahi kukutana mzee mmoja na ng'ombe nyingi, lakini kengete zimepasuka, ukikuta 1000 inaweza ikaingia. Akifika kwenye maeneo yenye miba, kama ambavyo Biblia inasema umelaaniwa wewe, miba na mibigili itakuotea. Mibigili akifika kwenye mibigili anafanya hivi, anasogeza mguu kidogo, mibigili zitoke, ananyanyua, anaenda mahali pengine, lakini ana rundo la ng'ombe. Hivi ukengete zimepasuka, ukimuuliza mzee shida nini, wala una mali, anasema ndio watunzia wanangu, sitaki kufa kimaskini. Wazee wanatafuta tu heshima, analenga tu heshima, hata kama anateseka, lakini analenga apate heshima. Kwenye kale kijiji aonekane yeye ni bora, kwenye kale kijiji aonekane yeye ni mkubwa, kwenye kale kijiji aonekane yeye ni tajiri. Angalia namna na mzee kajivalia kakipenda kake, hana hata shida, anakanyengo kake mbegani, hana shida, anaendelea kwenda na mali zake, mali zake zipo, yupo tayari kula sanza. Na wazee wa zamani walikuwa wanaandika mboga, vijana wa sasa wajui kuandika mboga, hawajui kuandika mboga. Msimu wa kilimo umeisha, wamesahau. Lakini mzee saizi ana kamboga kake alishaandika, alikuwa anakachemsha wakati huo. Kwa hiyo saizi anachota kidogo kidogo, kama ataweka maziwa, kama ataweka hiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walikuwa na aina ya maisha ya kwao. Hiyo masiku hiyo mzee wa miaka ile, hali inachoma kwanza, inatengenezwa misale, wanaitundika juu, atakuwa nakula taratibu. Hali ya siku hiyo wanatumika juu. Ulikuwa ni ufahamu wa kwamba walikuwa nao kwa wakati huo. Lakini kijana wale anakuambia nyama ya jana mimi siri, anataka yenye wadudu ambao bado wanatembea. Kwa nini nafikiri nyama wanakuambia zina magonjwa mengi, na wamekuwa na magonjwa mengi kabla wadudu hawajafa vizuri, ile ndio wanataka. Lakini wazee wanaichoma na iacho wiki mbili, mwezi imekaa inaning'inia hapo, haina hata shida. Na vijana wakati ule walikuwa sio wadokoze. Sasa weka ndani hapo, nenda shambani, ukirudi utakuta vijana wameshapita. Bwana Yesu asifiwe. Wasuie waone, utasikia nakwambia mchoyo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nazungumza kwa habari ya utakaso, kwa sababu unaweza ukaona hisi ya zizile au hisi ya zizako, lakini unaishi nyakati ambazo sio za kwako, ambazo ndani yake kulikuwa hakuna mafanikio. Kuna wimbo mmoja wakati nakuwa wanasema, mama mfunga shilingi, baba mfunga manoti. Maana chenji za kina mama, noti za kina baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mama haruhusiwi kushika noti, ila baba ndo haruhusiwi kushika noti. Ilikuwa ni wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akili zako kama hazijatakaswa, utaanza kufikiri sawasawa na wakati ule ambao wanasema akina mama wasile mayai. Na maana tutoka tulikuwa tunazaliwa tungine tunautapia, unakuta kitumbo kimetangulia mbele. Wamevivalisha vile vikamba vyeusi vile kwenye viuno, unakuta katoto utumbo umetangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Miguu ikoko, katumbo kametangulia mbele. Kwa nini? Walizuiliwa kula mayai. Wasema watoto watanenepa mno. Na ndio maana pia hata operation ziko nyingi, kwa sehemu yao iliwasaidia.
Lakini leo tuna watu ambao ni wavivu hata wakufikiri. Binti akiona maumivu yamezidi anasema nipeleke, niangalieni pesa ya kwenda kufanyia operation. Yaani saizi wanaomba operation. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi kimeharibika, kinataka kufanikisha kabla ya wakati wa Mungu. Kinataka kufanikiwa kabla ya wakati wa Mungu. Manake kinapingana na wakati wa Mungu, kinapingana na njia za Mungu. Kwa sababu akili zimeharibika, akili zimeharibika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko anasema Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa. Neno akaibariki nilikwambia ilikuwa haina mafanikio. Na ndio maana nikwambia kuna watu wanaishi kwenye siku ambazo hazina mafanikio. Zimebeba mateso, zimebeba huzuni, zimebeba magonjwa, zimebeba maisha ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni aibu kwa kanisa kuishi kwenye maisha ya fedheha. Na lakini utambulisho kwa Mungu wako hana majibu. Biblia inasema imani sio na matendo imekufa. Kwa ukiona umeokoka, hakuna neema ya kufanikisha mambo yako. Manake una Mungu mfu. Una Mungu mfu. Ukiona unafanya hakuna jambo, hakuna nguvu inayokufanya utoke kwenye hilo eneo. Manake una imani iliyokufa ambayo haiwezi kukusaidia, ambayo haiwezi kukupepa, ambayo haiwezi kuondoa chochote. Kwa maana Yesu anasema ukiona imani kiasi cha chembe ya haradali, utawaambia mlima huu ng'oka, ukakae kule na utang'oka. Manake imani inayozungumzwa imebeba matendo, imebeba uweza, imebeba nguvu. Ukiambia ugonjwa ng'oka, utang'oka. Ukiambia maisha hivyo ng'oka, atang'oka. Ukiambia mateso ng'oka, atang'oka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna pepo linaloweza kuishi mbele ya amri yako. Kwa nini? Aliye na amri anayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Yesu alibariki siku ya Mungu, alibariki siku ya saba akaitakasa. Alibariki manake ilikuwa haina baraka, lakini pili ilikuwa chafu. Uchafu unaweza ukaa kwenye miaka unayoishi. Uchafu unaweza ukaa kwenye siku unazoishi. Kwa nini? Kwa sababu hauishi siku zako, unaishi siku za babu zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unashangaa kila ukilala unakutana na watu waliokufa. Unaishi siku za wafu, sio siku za walio hai. Maandiko yanasema aliyekufa hana ushirika na aliye hai. Kwa unaishi kwenye majira yao, kwenye njia yao. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kwa namba 7 ni namba ya kupata. Nilisema unachokitaka. Ninagusa kidogo ili nimalizie napomalizia. Kama Mungu atasema nifundishe tena haya, lakini kama itakuwa imeisha. Nilikwambia namba 7 ni namba ya kupata unachokipenda. Kwa sababu kuna vitu unavipenda kuvipata, lakini hata siku moja hujawahi kukaa kwenye maombi siku 7. Unawaza kufakania tu kula. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unakitaka, kuna wakati lazima ukubali kuumia ili upate. Nisikilize. Yakobo anasema baridi ilikuwa yangu, jua lilikuwa langu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yenu amebadili mshahara wangu mara 10. Yakobo alikubali kuteseka miaka 7 ili makusudi apate anachokipenda. Alikubali kuumizwa miaka 7 lakini apate anachokipenda. Leo tunawacha, tuna vijana yeye kipata lake anaanza kwenda kula chips kuku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anawaza kwenda kula chips kuku, fahamu wake hujatakaswa. Wanataka ibomoa na kesho yake. Maandiko yanasema pasipo maono watu hawawezi kujizuia. Kumbuka nazungumza kwa baadhi ya utakaso pia wa kifikra. Kwa fikra kama zimekufa, kuna baadhi ya mambo hawezi kujizuia.
huwezi kujizuia. Unakuta kijana anaamua kwenda kula chips kuku, anasema naenda kula bata. Angalia mtu anayesema naenda kula bata, angalia anayesema naenda kula bata, maisha yake yakoje? Haiangalii kesho yake, haiangalii baada yake anataka nini, angalia anataka nini, anatafuta namna ya kuonekana kwa watu na yuko miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikatoka, kuna kijana mmoja akanipigia simu, akasema mke wangu anataka kuniacha, mtumishi naomba unisaidie. Yeye waabudu hapo, naomba uje tu. Nikamwambia mimi nafasi sina. Wakati ule tulikuwa bado tupo kule tuta. Nikashangaa huyu hapa amekuja, asema naomba uniombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipoanza kumwambia akasema mbona naishiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipomaliza asema mbona naishiwa nguvu, kadri unavyoniombea ndio naishiwa nguvu, kuna kitu gani kinaendelea? Nikamwambia wewe sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikamhudumia, nikamzungumza naye, nikamshauri kwa kumshauri, nikamwambia tuende kwa mke wako sasa. Toka. Kumbe shida ipo kwake, akili zake hazijatakaswa. Akipata pesa anaenda kwa Mchina. Anaenda kwa Mchina. Kama ni kucheza ile ni mashine, kama ni kubeti mpira, ndio kazi zake. Ugomvi ulioanza kwenye familia hicho, ni akili zake hazijatakaswa, hajui anataka nini. Akili zake zimechafuliwa, hajui anataka nini. Naongea na mke wake, anasema muulize huyu hapa, juzi nimemfumania yuko na mwanamke mwingine. Kabidi zianze hekima za kichungaji. Kamuuliza mama wewe dini gani? Akasema Mkristo. Sasa zianze tu hekima za kichungaji. Kwani makosa yapo. Jamaa mama anaongea, jamaa amenyamaza. Ikafungua maandiko, Yesu anasema samehe maanga. Bwana Yesu asifiwe. Kabidi zianze hekima za kichungaji kumrudisha huyu mama kwa mume wake, lakini nje hapo ndio imekufa. Jamaa analia, anasema mimi watoto ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nafungua maandiko mengi pale, Yesu anasema msipowasamehe watu bali mtasamehewa. Mama uko tayari kugombana na Mungu kwa ajili ya mtu aliyekutana meno ya leota. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa usiombe siku hiyo iwepo wingu jingine. Iwepo wingu jingine, tunabomoa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunabomoa ndoa. Kama wingu sio la kichungaji, tunabomoa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kumwambukiza mtu magonjwa. Wewe unasereleka huko, unakuja unarudi nyumbani. Unasereleka huko, unakuja kumuua mwenzio na pressure. Na kuvunja ndoa sio dhambi. Ila ukienda kilokole kuvunja ndoa ni dhambi. Bila kueleza ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa akili zikishakuwa hazijatakaswa, unajikuta unaishi kwenye maisha ambayo yanakuumiza, yanakutesa. Maandiko yanasema wataendaje pamoja wasipopatana? Hata kwenye ndoa kama mwenzako amechagua njia nyingine, nawaambia nenda. Kwa sababu Paulo anasema mtu akitaka kuondoka, mwache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi Mungu anapasema akaitakasa siku ya saba, Bwana akastarehe. Kuna siku ambazo hazijatakaswa, lakini kuna familia ambazo hazijatakaswa. Familia hizi zimebeba vinyongo, zimebeba chuki za kifamilia, zimebeba chuki za ukoo, zimebeba migogoro ya baba zao, zimebeba ushirikina wa ukoo. Na ndio maana kila kinachotokea anahisi amerogwa na shangazi, anahisi amerogwa na mjomba, anahisi amerogwa na baba. Wale anaishi miaka ya kina babu waliorogwa, na kina shangazi waliorogwa, na kina mjomba waliorogwa. Hayupo kwenye miaka yake ambayo kwake hapana uchawi wala uganga, hapana uchawi wala uganga. Haishi kwenye hiyo miaka yake. Ndio maana nikwambia mwanangu, uko ndani unaniambia habari za wachawi.
atakusikiliza tu kama baba yako, kwa sababu ndio ufahamu wako umeishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wao hawafanani, na kusikiliza kama baba atalibeba hivyo hivyo, lakini nikigeuka tu nasema Mungu tupatie takasa ufahamu wa huyu mtu, maana hajui kwako hapana uganga wala uchawi. Wewe ukishasema na mtu, hakuna uchawi utakaomzuia na kwenda, hakuna uganga utakaomzuia na kwenda. Kama ambavyo Israeli hawakuzuiliwa na Baraka, ndivyo ambavyo watoto wako watazuiliwa, kwa kuwa wao ukishasema hakuna uchawi unaozuia, hakuna uganga unaozuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akishasema na wao nenda, hapana uganga wala uchawi utakaokuzuia. Wewe ufahamu wako usipotakaswa, unahisi kuna uchawi, unahisi kuna uganga, unahisi kuna watu wanaokusemea vibaya. Ni namna yako ya kusimama, ni namna yako ya kutembea. Usikilize kwa makini. Katikati ya choke, Yusufu aliendelea kuinuliwa. Katikati ya taarifa mbaya, aliendelea kuinuliwa. Katikati ya mambo mabaya yaliyosemwa kwa ajili yake, aliendelea kupandishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ninazungumza na watu ambao wako tayari kushinda katikati ya matamshi mabaya, katikati ya laana, katikati ya maovu, katikati ya machuki, katikati ya wanaowatabiria mabaya. Watakuwa wakiinuka, watakuwa wakiongezeka, watakuwa wakipanda juu, watakuwa wakiendelea kung'aa. Nisikilize kwa makini. Yesu kadri walivyomwita Beelzebuli, ndivyo ambavyo sifa zake ziliendelea kuongezeka, ndivyo ambavyo jina lake liliendelea kupanuka, ndivyo ambavyo waliendelea kuokoa wengi, ndivyo ambavyo maelfu walimfuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Akili zako zinapotakaswa, unaendelea kufocus kuangalia jambo lako, hauangalii unalokutana nalo kwa wakati huo, hauangalii lile wanaolisema kwa wakati huo. Ndio maana akili zikiwa hazijatakaswa, unajikuta umeingia kwenye mgogoro. Ukiuliza huu mgogoro umeanzia wapi? Nimesikia. Lakini ulisoma gawanyo, unajua hili box. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimesikia. Umesikia kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nani? Fulani aliniambia. Unajua hili toto box. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu hata waliokuwa wanamgonga kwa mawe hakuwachukia. Bwana Yesu asifiwe. Stefano hata waliokuwa wanampiga kwa mawe hakuwachukia. Na ndio maana wakati mwingine ukishaitwa na Mungu wa kweli, kuumizwa ni lazima. Ukiona kijana ameokoka na ogopa kuumizwa, jua hili box. Bwana Yesu asifiwe. Nakueleza ukweli. Kwa sababu akili zako kama hazijatakaswa, unajua tu kwa Yesu tambalale, tambalale, hakuna tambalale hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamtumikia Mungu aliye hai, ujue lazima utaumizwa. Kadri unavyompenda Mungu, ndivyo utakutana na wasiokupenda. Kadri unavyokielekea kiti chako cha kiutawala, ndivyo utakavyokutana na makaburi mengi mengi, wanaotamani kukusika, wanaokukataa, wanaotaka kukutenga, wanaotaka kukufuta. Utakutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka nazungumza kwa habari ya namba 7. Imebeba utakaso. Akili zilizotakaswa hazifunikishwi na maovu, hazigarikishwi na mabaya. Watu wengi wanagarikishwa na mabaya. Ndio maana nilisema unakuta kijana amepata lasha, anataka kwenda kula chips kuku, lakini ametoka hapa anataka kamtamishie mchumba. Kuna wakati wa kutamba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa kutamba, wa kukaa nao wao, lakini kuna wakati wewe hujitengeneza. Na ndio maana unapokuwa muda wa kutengenezwa, tulia. Usianze kusema mimi nataka kuoa kwa sababu na hiki. Hatuoi kwa sababu tuna miemko. Hatuoi kwa sababu tuna miemko.
lazima wakati wa kuoa wewe umefika. Bwana Yesu asifiwe. Akili zinapokuwa hazijatakaswa, unaanza kwenda kuparamia huko. Kama ni kijana wa kiume unaparamia mabinti. Kama ni binti unaanza kila kijana anasema nakupenda, unafikiri amekupenda. Kuna wengine wamekutamani tembea yako. Kwa sababu binti ni mzuri, ni ua. Kila anakokwenda yeye ni ua. Na ndio maana nikwambia ukiona na mke wako anakuambia fulani alinitongoza anataka kuua kwa pressure. Kama ni kijana wa kiume jua una mke wako, una box. Kwa sababu yeye ni ua. Ambao linapendeza, kwa hiyo kuna kila mtu atamuita, atamsemesha. Kama akili zako hazijatakaswa anakuja na kuletea anakuua kwa pressure. Utaanza kuona akienda akisema anaenda dukani, unaanza kufuatilia nani atamsemesha. Kwa hiyo unajikuta akili zimeganda kwenye mabaya, hazijaganda kwenye mema. Ufahamu wako unachafuliwa na stori unazosikia. Hauishi kwenye maisha yako, unaishi kwenye mambo unayoambiwa. Ufahamu unapokuwa mchafu, hauishi kwenye fikra za kwako, unaishi kwenye fikra zinazoletewa. Na hii ndio inaitesa dunia. Na hii ndio inalitesa kanisa leo. Ukishasimama sawasawa utaletewa mengi. Labda kama umeokoka kwa kuigiza, lakini kama umeamua kuokoka kweli utaletewa mengi. Yaani utakuja kuambiwa hivi. Unaongea mwanao Dollars. Hivi naona sema kuna mtoto mwenye baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hivi umekaa wewe na akili zako unamwambia Dollars. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kupima na vimweka vya ujana, unaona kweli humu hamna kitu. Ukirudi kwenye ubinadamu, ukirudi kwenye asili ya kiungu, kila mmoja anaweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja anaweza kaokoka, kwa sababu andiko Yesu anasema makahaba na wazinzi watawatangulia. Na usije ukafikiria kwa sababu siku moja alianguka na kesho ataanguka. Kwa sababu anaweza akakutangulia huyo uliyemwona mzinzi. Huyo uliyemwona kahaba anaweza akakutangulia, kwa sababu neno la Mungu lenyewe halijawahi kukosa uhai. Limebeba uhai. Kwa sababu kuna siku litawanyanyua makahaba, kuna siku litawanyanyua wazinzi. Wao ukiwa umebaki na mtazamo unaokuua, haujabaki na mtazamo unaokunyanyua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa umebaki na mtazamo mbaya unaokuua, haujasimama kwenye mtazamo unaokujenga, akili ambazo hazijatakaswa zinaishi kwenye mabaya. Na ndio maana kuna watu leo wanakukataa kwa sababu ya kosa la mwaka jana. Kuna watu leo wanakusema vibaya kwa sababu ya kosa la mwaka juzi. Watu hao akili zao hazijatakaswa, wanaishi kwenye akili zilizochafuliwa. Na ndio maana kila inapoitolewa wanaona mabaya, hawaoni mema. Hawaioni leo yako, wanaiona jana yako. Hawakuhukumu kwa sababu ya leo, wanakuhukumu kwa sababu ya jana. Bwana yaondolewe kwako katika jina la Yesu. Bwana zitakasa siku zako kwa jina la Yesu. Bwana atakasa ufahamu wako kwa jina la Yesu. Bwana akutakase wewe na uzao wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 29. Tuliona namna Yakobo anasema nitachunga miaka 7. Nikwambia nagusa kidogo. Na ibada leo tumechelewa sana. Yaani nilitamani iwe miaka 7. Nikwambia namba 7 imebeba ukombozi. Lakini namba 7 imebeba malipo ambayo wewe hauna. Yakobo alikuwa hana fedha za kumlipa mzee Labani. Yakobo alikuwa hana mali za kuweza kumlipa mzee Labani, ni mtumwa tumikia kazi. Lakini anasema nitachunga miaka 7. Ile miaka 7 ilikuwa ina nguvu ya kumleta naye mtaka. Namba 7 ina nguvu ya kumleta mpendaye. Namba 7 ina nguvu ya kuwaleta watu muhimu wa maisha yako, watu ambao wataibeba huduma yako, watu ambao watakubeba, watu ambao watakuvusha mahali ambapo hujavuka ili uweze kuvuka, mahali ambapo hujawahi kufika ili uweze kufika, watu ambao haujawahi kukutana nao wala hujawahi kufikiria kusema nao. Namba
nitakukutanisha nao, nitakukutanisha nao mwezi huu wa 7. Bwana akupatie neema na kukutanisha na wenye nguvu, na kukutanisha na majibu yako, na kukutanisha na watu muhimu na maisha yako katika jina la Yesu Nazareti. Ninatoa nitachunga miaka 7 ili nimpate Lea. Angalia nilipate Raheli. Angalia Yakobo anachunga miaka 7. Maandiko yanasema kaona kama ni siku chache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nguvu ya 7 inaondoa uchungu wa kazi zako, inaondoa maumivu kwenye jambo unalolifanya. Ndio wako na watu wanafanya kazi wanalia huku wanahuzunika, wanatumika huku wanakinyongo, hawaoni siku walizotumika ni chache sana kuliko zile ambazo Bwana ameweka ndani ya utumishi wao, ameweka ndani ya wito wao, ameweka ndani ya huduma zao. Bwana atakase ufahamu wako, Bwana atakase ndoa yako, Bwana atakase wewe na kizazi chako kwa jina la Yesu Nazareti, kwa jina la Yesu Nazareti, kwa jina la Yesu Nazareti. Yakobo anamtaka mpendaye, lakini anampata kwa namba 7. Wakuu wakusudia kukutana nao, wakuu wanataka kukutana nao. Bwana kukutanisha nao, Bwana kukutanisha nao, Bwana kukutanisha nao, Bwana wapendao, Bwana wapendao, waliona majibu ya familia yako, waliona majibu ya ndoa yako, waliona majibu ya watoto wako, waliona majibu ya kazi yako, waliona majibu ya mshahara wako, waliona majibu ya afya yako. Angepakataya kwa sana, ikapaya katayana, rakachatabasaka. Iko neema ya Bwana ya kukutanisha na watu muhimu wa maisha yako, waliona uzao wa biashara yako, waliona uzao wa watoto wako, waliona uzao kwenye maisha yako. Bwana kukutanisha nao, Bwana kukutanisha nao. Waliona watoto wako wa kiroho, waliona watoto wako wa kiroho, waliona watoto wako wa kiroho kwa jina la Yesu Nazareti. Usipokaa sawasawa utajua mwezi wa 7 ni wa 7, lakini utajua nguvu inayotembea kwenye 7. Na ndio maana Yakobo anatembea kwenye 7. Labani haoni tena, na kwa huyu ni mjakazi asiye na kitu. Anaanza kuona vitu vilivyopo kwa Yakobo, anaanza kuona anastahili kuishi na binti yake, haoni mateso kwa binti yake, lakini anaona mafanikio. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Kabisa nisikilize kwa makini. Haupo ndani ya mwezi wa 7 au kwa 7. Iko faida ya kiroho, iko faida ya kiroho, iko uwezo wa kiroho, iko uwezo wa kupata kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yako, kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili ya nafasi yako. Neema yeye kwako, neema yeye kwako, neema yeye kwako, neema yeye kwako kwa jina la Yesu Nazareti. Amen. Yakobo anasema nachunga miaka 7. Walipochunga miaka 7 akabadilishiwa mke. Walipobadilishiwa mke, Yakobo akarudi kwa mjomba wake, akasema mbona umenipatia ambaye sikumchagua? Wako wake akamwambia haitendeki hivi kwetu, haitendeki hivi kwetu. Kaa naye siku 7, maliza kwanza 7 zake. Na Yesu asifiwe. Analazimishwa kukaa na mtu asiyempenda siku 7. Analazimishwa kukaa na mtu asiyemtaka siku 7. Usikilize kwa makini. Inawezekana umekaa kwenye maisha usiyoyapenda, inawezekana umekaa na muda mbaya, unatamani kutoka kesho. Rakapapaseka, ikotayakaseka, rakapapasea, rakapapa, yakepapa. Yakobo alihitaji siku nyingine 7 ili afunguliwe kupata anayependa. Inawezekana umekaa kwenye uzima usiyoipenda, umekaa kwenye uzima usiyoipenda, umekaa kwenye nafasi usiyoipenda,
sawa. Kama unamfungulia Yakobo njia ya kukutana na wapendaye, njia ya kukutana na unachotaka, ninasema ifunguke, ninasema ifunguke, ninasema ifunguke. Napata ureko, napata ureko, napata ureko. Njia ya kukutana na maisha yatakayo, njia ya kukutana na maisha yapendaye, ninasema kwa jina la Yesu, ifunguke, ifunguke, ifunguke kwa jina la Yesu. Namba 7 inafungua njia na kukutana na vitu unavyovipenda. Inawezekana ni watoto wako, inawezekana ni mume wako, inawezekana ni wajakazi wako. Umekuwa na wafanyakazi wanaokusumbua, umekuwa na wafanyabiashara wanaokusumbua, umekuwa na mabasi wanaokusumbua, umekuwa na watu wanaokusumbua. Yesu sekata, Yesu sekata. Mchana wala tunabadilisha majira, tunabadilisha majira na kukutana na waliokutana, na kukutana na wanaokutokea. Sekata ya masaka, rakatakataya, rekotora masaka, yana rakakataya, sakata, sakata. Tunabadilisha majira, tunabadilisha majira. Wapo wasiwasemia maisha yako, wapo wasiwasemia huduma yako, wapo wasiwasemia ndoa yako, wapo wasiwasemia biashara yako, wasiwasemia elimu yako. Ninakataa, ninageuza, 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 ninageuza. Sikiliza kwa makini. Kokote niko rakata, nikasaka. Labda nilibadilisha mshahara wa Yakobo mara 10, lakini hakuweza kuzuia mafanikio ya Yakobo. Ni kwa sababu namba 7 inaruhusu kufanikiwa katikati ya mawazo ya adui zako, katikati ya wanaokuchukia, katikati ya wanaokutendea mabaya. Rapakapakapaya, rekapasakapaya. Nimekuja mchana wa leo ili kubadilisha majira ya hawa wanaokuwazia vibaya, ya hawa wanaokusudia vibaya, hawa wanaokusudia ufa, hawa wanaokusudia usizaa, hawa wanaokusudia usiolewe, hawa wanaokusudia usiinuliwe. Bakasha saka, bakasha saka, bakasha saka. Rakapaya kaya, rakapaya kaya, rakapaya wasaka. Wanaipatia Yakobo na kubadilisha mtazamo, wala kupatia Yakobo hekima na maarifa, na kubadilisha njia ya adui zako, na kuchukua vilivyo vya adui zako, na kuchukua vilivyo vya adui zako, na kuchukua vilivyo vya adui zako. Kwa jina la Yesu. Labda alijifanya mpenda Yakobo, lakini alikuwa hataki ufanikiwe. Kuna matajiri hawataki ufanikiwe, kuna viongozi wako hawataki ufanikiwe, kuna ndugu zako hawataki ufanikiwe. Inawezekana wapo karibu na wewe. Labda alimwambia Yakobo, wewe ni ndugu yangu, ni heri nikupatie wewe, lakini alibadilisha mke, lakini alibadilisha mke kwa sababu kutaka mama ukanayemtaka. Kuna watu wanake upate mali unazozitaka, upate furaha ya ndoa yako, upate furaha ya watoto wako, upate furaha ya uzao wako. Haijalishi wanakuchekea, wamesimama kinyume na wewe. Aukate para masaka, rakataya masaka. Mchana wa leo ninatabiri juu ya maisha yako. Rakapaya sana, rakapaya keteina, yakapasana, rakaya katea, rakaya masaka, yasakaya, yasakaya, yasakaya. Yesu waisimama kwako, waunafiki, waunafiki, wakiwa wataki wengine. Rakapa, rakapa, sababu Yakobo aliinuliwa katikati ya unafiki wako, katikati ya hila zao, katikati ya uongo wao, katikati ya mabaya yao. Katikati
katikati ya watu ambao walikuwa wanafiki kwake, katikati ya mtu aliyejifanya mdogo, lakini alikuwa na chuki, lakini alikuwa akakeduliwa. Ninakuja kukuinua mchana wa leo. Hakuweza kuzuia Yakobo. Leo ni Yakobo ya familia, leo ni Yakobo ya ofisi, leo ni Yakobo ya taasisi. Hakuna watakayezuia biashara mchana wa leo. Ninataka kuinulia kwako, ninataka kuinulia na familia yako, ninataka kuinulia kwako. Mkate uleko, mkate uleko, mkate uleko, mkate uleko. Hautabaki kama ulivyoingia kwenye hiyo taasisi. Hautabaki kama ulivyoingia kwenye hiyo ndoa. Hautabaki kama ulivyoingia kwenye uongo. Hautabaki kama ulivyoingia kwenye uache. Ninakunyanyua, ninakunyanyua kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, aliyekuinua Yakobo, aliyeingia akiwa mikononi mwako kwa amani. Haijalishi uliingia na lango, haijalishi uliingia ukiwa pepo, haijalishi uliingia kwenye ya familia. Barakaya, Rakatakaya, Rakasakana, Ikawasaka, Rakataya, 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 hautabaki peke yako kwenye hiyo ndoa, hautabaki peke yako kwenye hiyo familia, hautabaki peke yako kwenye hiyo biashara. Atosha kataka, atosha kataka, hautatoka kabla ulioingia. Utatoka kifalme, utatoka kifalme. Yakobo alitoka na wake zake, alitoka na watoto wake, alitoka na mali zake. Yeseka, 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 yeseka. Pokea uzima wako, pokea watoto wako, pokea uhai wako, pokea kibali chako, pokea uzao wako, pokea neema yako, pokea kuinuliwa kwako, pokea kuinuliwa kwako, pokea kuinuliwa kwako, pokea mafanikio yako. Kama baba yako alifanikiwa kuliko mwajiri wake, adosha kata, adosha kata, adosha kata, adosha kata. Iko neema ya Mungu wa Israeli ya kuinuliwa zaidi ya waliokuwa chini, ya kuinuliwa zaidi ya waliokuzaa, ya kuinuliwa zaidi ya waliokuwa chini. Nisikilize kwa makini, nisikilize kwa makini. Maandiko yanasema watoto wa Labani wakaanza kulalamika, wakasema Yakobo amechukua mali ya baba yetu. Walilalamika kwa sababu Yakobo alifanikiwa kuliko baba yao, kuliko baba yao.
pokea neema ya kufanikiwa na ndio waliokuchukia. Pokea neema ya kuinuliwa na ndio waliokuachilia. Pokea neema ya kuheshimishwa na wenye waliokuachilia. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Grande parties, Telata Teletas, Arico Sata, Telama Sakabota Telata, Shakata, nitarajia kwa wingi wana watu walio tayari kubadilisha mfumo wa wanaowachezesha, kubadilisha mfumo wa waliowadilishia majina, kubadilisha mfumo wao, kusimama kwenye mfumo wa Mungu wako, wa Mungu wako. Nitarajia magesha mimi sijui unaumia kwa kiwango gani, lakini hakuna anayeweza kuja kukusaidia. Yakobo hakuwa na sababu ya kumsaidia. Uliangalia jua msaada wake alimgeuka. Uliangalia jua tumaini lake alimgeuka. Wake zake walianza kusema amechukua mali ya baba yetu. Nisikilize Bwana wa Mungu, kwenye hii dunia usitegemee watu. Ndugu yako kweli ni Mungu. Ndugu yako